Kuna breaking news hapa kuhusu kukamatwa kwa waziri mwandamizi aliyekuwemo katika awamu iliyopita. Na kukamatwa huko ni sehemu ya mengi yanayoendelea chini ya carpet ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan, lakini pia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Makala hii itakueleza kwa kifupi kuhusiana na taarifa hiyo, lakini pia itagusia masuala mawili. Moja likiwa ni kuhusu hizo taarifa za mpango wa kuuza akiba ya dhahabu, akiba yenye thamani ya dola bilioni 1.03. Lakini pia makala itagusia taarifa nyingine kwamba kuna mpango wa ndugu yake mmoja Samia Suluhu Hassan kukabidhiwa tenda ya kutengeneza dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tuanze na hii taarifa ya kwanza ambayo ni breaking news kwamba waziri mmoja mwandamizi katika awamu iliyopita amekamatwa. Taarifa zilizothibitishwa kwa Jasusi TV na kutajua jina la waziri huyo wa zamani zinaeleza kwamba kilichopelekea waziri huyo kukamatwa hasa ni vitu viwili, lakini vyote vinahusiana. Cha kwanza ni kwamba waziri huyo alitoa fedha nyingi katika moja ya akaunti zake zilizoko ndani ya Tanzania. Kwa fedha kuwepo ndani ya Tanzania, fedha za waziri huyo inamaanisha kwamba fedha hizo pengine zilikuwa ni halali, kwa sababu katika mazingira ya kawaida fedha za kifisadi huwa zinafichwa nje ya nchi, lakini alitoa kiwango kikubwa cha fedha. Sasa kwa kawaida benki mbalimbali, mteja akitoa fedha nyingi huwa ina trigger systems zao, taarifa zinakwenda benki kuu na vitu kama hivyo. Lakini kama mnavyokumbuka, wakati wa utawala wa marehemu John Pombe Magufuli, hata mtu alikuwa akitoa dola labda 5,000 kutoka katika akaunti yake, au pengine akiingiza kiwango fulani cha fedha katika akaunti yake, taarifa zilikuwa zinakwenda moja kwa moja mpaka kwake. Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana ni kwamba utaratibu huo sasa umerudi, ila tofauti ya wakati wa Magufuli na wakati huu uliopo ni kwamba wakati wa marehemu Magufuli, hiyo ufuatiliaji ulikuwa ukilenga takriban kila mtu, hata mteja wa kawaida akiwa ametoa kiwango kikubwa cha fedha au ameingiza kiwango kikubwa cha fedha katika akaunti yake, kulikuwa na ufuatiliaji. Lakini sasa katika awamu hii ya Samia, ufuatiliaji huo unaonekana kuwalenga baadhi ya watu, ikiwemo ni pamoja na mawaziri wa zamani, pamoja na watu wa upinzani na watu ambao wanaangaliwa kama kwa jicho la wasiwasi na utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katika swala la kuhusiana na huyo waziri wa zamani, yeye alipotoa hiyo fedha ikawa imetrigger system na Samia akafahamishwa. Na baada ya kufahamishwa akaruhusu kwamba aachwe huyo mtu atoe hiyo fedha. Lakini lengo hasa lilikuwa ni kwamba atoe fedha kisha akamatwe, na ndicho kilichotokea. Kwa hiyo alikamatwa huyo waziri wa zamani na fedha hizo zikachukuliwa. Taarifa mpaka sasa hivi zinaeleza kwamba haijulikani waziri huyo yuko wapi. Lakini hiyo bado haijawa na uthibitisho wa 100%, kwa sababu jitihada za kuthibitisha kama yuko uraiani au bado yuko nguvuni hazijazaa matunda mpaka wakati Jasusi TV inakwenda hewani. Sababu ya pili iliyopelekea kukamatwa kwa huyo waziri wa zamani ni kwamba yeye alikuwa na bifu na huyu Bashite Makonda. Na inaonekana kwamba kadri Bashite anavyozidi kupanda katika uongozi serikalini, ndivyo kadri anavyojitahidi kutimiza azma yake, kwa sababu huko nyuma alikuwa na mabifu na viongozi wengi ndani ya CCM. Achana na hao watu wa mtaani, lakini ndani ya CCM alikuwa na bifu na watu wengi. Kwa hiyo pia anatumia fursa hii kadri anavyopanda na ukaribu wake na Samia Suluhu Hassan kujaribu kulipa visasi au kukomoa watu mbalimbali. Na inaelezwa kwamba waziri huyo wa zamani alikuwa ni miongoni mwa watu ambao hawakuwa na mahusiano mazuri na huyo Bashite. Kwa hiyo yeye hasa ndio aliyelifuatilia kwa karibu swala hili, lakini inaelezwa kwamba huu ni mwanzo tu, kwa sababu kuna mawaziri wengine wa zamani, lakini pia kuna baadhi ambao wako madarakani muda huu ambao walipishana na Bashite, na yeye anataka kutumia fursa hii kwa ajili ya kuwaumiza watu wengi. Lakini pia anafanya hivyo kwa sababu taarifa nyingine zinaeleza kwamba anaandaliwa mazingira ya aidha waziri mkuu au pengine kuja kuwa makamu wa rais huko mbele ya safari. Mahesabu ya jinsi gani itakavyokuwa hivyo itategemea mambo mbalimbali. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hili la huyu waziri wa
awamu iliyopita alikuwa ni waziri mwandamizi, na kuwapa taarifa zaidi, na wakati muafaka itawatajia jina la waziri husika. Baada ya taarifa hiyo, kama nilivyosema, kuna taarifa nyingine mbili, na taarifa ya pili inahusiana na swala la mpango wa Samia Suluhu Hassan kuuza akiba ya dhahabu ambayo inakadiriwa kuwa na thamani zaidi dola bilioni 1.03, kitu kama hicho. Kwa hiyo mpango huu awali ulithibitishwa na kwa mujibu wa vyombo vya habari mbalimbali vya kimataifa vinavyohusika na habari za uchumi zilieleza kwamba zimethibitishiwa taarifa hizi na waziri Kitila Mkumbo. Hata hivyo, jana Benki Kuu imetoa ufafanuzi, haikukanusha bali imetoa ufafanuzi na kudai kwamba kitakachouzwa sio akiba hiyo ya takriban dola bilioni 1 na upuuzi, bali ni nyongeza, kwamba Benki Kuu imekuwa ikichukua madini, ikikusanya madini kutoka kwa wachimbaji wadogo wadogo pamoja na wachimbaji wakubwa wa ndani. Kwa hiyo yani ile kiwango cha dhahabu kimekuwa kingi zaidi ya mahitaji yake. Kwa hiyo hicho kilichozidi ndicho kitakachouzwa. Hata hivyo, swala hilo limezua sintofahamu, maana baadhi ya watu wanahisi kwamba kuna harufu ya ufisadi, na wengine wanaliangalia kwa picha pana zaidi, hasa kwa sababu mara baada ya taarifa hizo kupatikana, juzi Samia alimpandisha wadhifa mtendaji mmoja wa benki kutoka Zanzibar kuwa naibu gavana, na hii ikawa imezua kidogo maswali tu Dr. Mahfoudh. Kwa hiyo baadhi ya watu wakawa wanajiuliza imekuwaje Zanzibari kupewa hii promotion, hasa ikizingatiwa pia kuna waziri wa fedha ambaye inadaiwa ni shemeji wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo swala zima hili la uuzaji wa hiyo akiba ya dhahabu limetawaliwa na harufu ya ufisadi, lakini pia kumetawaliwa na mtizamo wa baadhi ya watu kwamba kuna namna fulani ambapo kama Zanzibar inaimeza Tanganyika kwa namna moja au nyingine, na hii itahitaji makala nyingine, kwa sababu kuna taarifa kwamba wafanyabiashara wengi wa kutoka Zanzibar wananunua ardhi huku bara kwa kiwango kikubwa sana, na ikumbuke kwamba mtu wa kutoka bara hawezi kununua ardhi huko Zanzibar. Kwa hiyo hili la dhahabu nalo linaangaliwa kwa jicho hilo kwamba isije kuwa ni haya yanayoendelea ya kuipiga Tanganyika kwa namna moja au nyingine. Hata hivyo, Jasusi TV inaendelea kufuatilia. Kama nilivyosema, Benki Kuu imekanusha kwamba kitakachouzwa sio hifadhi ya dhahabu ya nchi, bali ni kiwango kilichozidi, yani kwamba kuna kiwango kinachohitajika lakini kuna kilichozidi. Kwa hiyo hicho kitakuwa ni cha nyongeza, kwa hiyo haitakuwa na athari yoyote. Pamoja na mkanganyiko huo, Jasusi TV kama nilivyosema itafuatilia kuhusu hilo na kuwaeleza kwa undani nini hasa kinachoendelea. Maelezo yaliyopatikana awali ilieleza kwamba fedha hizo zinahitajika kufidia pengo ambalo limeshaanza kujitokeza la baadhi ya nchi wahisani kukata misaada yao. Kwa hiyo kuna miradi ya maendeleo ambayo inakuwa na suasua. Kwa hiyo ilitarajiwa kwa mauzo ya hizo fedha mauzo ya hizo dhahabu yangepelekea kupatikana kwa fedha ya kuweza kumudu gharama za miradi mbalimbali ya ndani ya nchi. Lakini Jasusi TV itaendelea kufuatilia kuhusu hilo na kukupa maelezo zaidi. Habari ya tatu ni kuhusiana na taarifa kwamba ndugu wa karibu wa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kupewa tenda ya kutengeneza dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Sasa hili machoni mwa watu si jambo baya, kwa sababu kutokana na hizi taarifa za wafadhili nchi wahisani kukata misaada, kuna jitihada ambazo serikali inabidi kuzifanya ili iweze kukidhi ununuzi gharama za hizi dawa, kwa sababu dawa hizi zina gharama kubwa sana. Na katika hatua za mwanzo inafahamika kwamba serikali ya Samia imeanzisha kodi kwamba kila mtu anayeagiza gari analipa shilingi 100,000, na hiyo shilingi 100,000 ni kodi ya virusi vya ukimwi, dawa za ukimwi. Kwa hiyo kumepatikana taarifa kwamba mtu mmoja ambaye ana ukaribu na Samia, inasemekana sijui shemeji yake, anapewa tenda ya kutengeneza hizo dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Sasa kwanza kuna mambo kadhaa. Hilo la undugu na Samia pengine si la muhimu sana, kama ni mfanya biashara na sifa stahili halina tatizo.
tatizo linakuja kwamba Samia mwenyewe ni mtu ambaye wasifu wake machoni mwa Watanganyika si mzuri, kwa sababu tunafahamu hivi majuzi tu maelfu ya Watanganyika wameuawa kwa amri yake. Sasa kumpa tenda nduguye kutengeneza dawa ambazo zinahusu uhai wa watu, baadhi ya watu wanadhani kwamba hii ni kama kumpa mtu ambaye anashughulika na utengenezaji wa sumu ili aweze kuwaondoa watu wengine. Na pia ikumbukwe kwamba rekodi ya utengenezaji wa hizi dawa si nzuri, hasa kwa watu wanaohusiana na CCM. Huko nyuma kuna mtu mmoja alikuwa ni kiongozi wa nadhani jumuiya ya wazazi ya CCM, alikutwa na kashfa ya kutengeneza dawa feki za kufubaza virusi vya ukimwi. Kesi yake ikapelekwa na baadaye ikafa kifo cha asili. Kwa hiyo hata hili la sasa linapelekea mazingira ya kuhisi kwamba kuna namna fulani, lakini hasa wengine wanahofia kutokana na wasifu wa Samia kwamba bwana asije katumia fursa hii kuja kuangamiza hao watu walioathirika na virusi vya ukimwi kwa kuwatengenezea dawa ambazo badala ya kuwatibu zikaishia kuwaletea changamoto zaidi. Lakini mchakato mzima wa swala hili bado hauko wazi sana, ila kilichopatikana mpaka sasa hivi ni taarifa tu kwamba kuna hilo ambalo liko mezani na kwamba kuna uwezekano wa hiyo tenda Wizara ya Afya ambayo sasa iko chini ya mkwe wa Samia ikashughulikia swala hilo, na tenda hiyo akapewa huyo mtu ambaye inadaiwa kuwa ni shemeji wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hili limeleta minong'ono hapa na pale, kama ilivyo kwa upande mmoja kutokana na wasifu wa Samia wenyewe, lakini upande wa pili ni uwazi wa hiyo tenda, lakini pia rekodi ya watu wanaohusishwa na CCM katika hizi ni dawa nyeti sana ambazo kosa moja litapelekea vifo vya watu wengi, na pengine vifo vya watu wengi kama ilivyokuwa katika yaliyojiri Oktoba 29. Je, una maoni gani kuhusiana na habari hizi? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.